linatajwa sasa kutokana na kile ambacho kinaendelea sasa hivi. Pengine hasa unaiona Irani ikianguka kupitia hivi vita, na pengine hasa unadhani hasa tumeona pia hata baadhi ya watu wengine ambao wana support hili na wengine wanaona kama bado haiwezi katokea. Pengine kwa mtazamo wako hasa unaiona wapi mwisho wa hii vita? Mimi naiangalia mwisho wa hii vita Irani inaweza kweli kuanguka, kwa sababu uwezo wa Irani, yani kitaratibu za kijeshi na kivita, huwezi ukafananisha nguvu ya Irani ya kijeshi na nguvu ya Marekani na Israeli. Wao wameendelea zaidi kila kitu. Lakini kuna kitu chingine ambacho ni muhimu nacho, hichi ambacho kinaweza kuifanya Irani ishinde. Mimi naamini Irani kama watafunga kibwebwe, kama watavumilia, watakubali njaa, watakubali madhila au niite udhalili, watakubali kuyapokea mengi mazito. Sababu tunaona mashambulizi sio ya kawaida yanayofanywa Iran. Kwa mfano wiki tu iliyopita hapa tumepata habari kwamba shule zaidi ya 600 zimevunjwa. Misikiti zaidi ya 25, hospitali. Kwa hiyo lakini kama watavumilia, kama watamtegemea Mungu wao na kubaki na kwamba hii mfumo wetu, system yetu hii, na kumwegemeza Mungu, watashinda. Uvumilivu wao, subira yao, na kumlilia Mungu wao, jambo lao libakie, wanaweza kushinda. Lakini ukitazama katika mlengo huo pia kuna kitu ambacho kipo katika hivi vita kimetokea na kinaibua maswali mengi sana. Pengine kuna sisi huko Afrika wengine ni watu weusi, wanaona kile kinachoendelea pale sio haki. Lakini ukiangalia kuna mataifa mengine, kwa mfano viongozi wa Saudia, Qatar, UAE wanazungumza hadharani kabisa. Wengine wanasema kwamba Marekani endelee kuishambulia Irani kwa sababu ni tishio. Tunaona wengine hata wasomaji wa vitabu wengine ambao ni wakubwa wanajulikana bado wanaona kama hiki ni sahihi kinachofanyika. Unadhani kwa nini inatokea hivyo? Hasa wanaotajwa hasa ni Waarabu ambao pengine wana itikadi ya Sunni ama ni waumini wa Sunni. Mimi hili naliangalia kwa pande mbili. Upande wa kwanza naliangalia, huwa najiuliza, na nilikuwa nimeandaa hata hotuba yangu ya Ijumaa iwe hii kwamba kuna haja ya kurudia upya Uislamu wetu. Yani kile kinachojiri pale Mashariki ya Kati, yani kuna haja ya kurudia upya Uislamu wetu. Uislamu upya. Kwa sababu yani mbona tulivyousoma sisi Uislamu ni tofauti na kinachotokea Mashariki ya Kati. Kivipi? Uislamu niliosoma mimi na ujua mimi ni Uislamu unaosema kwamba Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Al-Muslimu akhul muslim. Tena hizi ni hadithi tunafundishwa tukiwa chekechea, kwamba ukimuona Muislamu mwenzako huyo ni ndugu yako. Mashariki ya Kati ambao ni Masuni, Emirati na hizo Qatar na Saudia na nini, ambao ni Ahlus Sunna wengi wao, lakini wote wanakiri kwamba Mashia ni ndugu zao Waislamu. Kweli. Wanakiri hawa ni Waislamu wenzetu. Sasa kama ni Waislamu wenzenu, ndio hivi wanavyoishi Waislamu kwa Waislamu. Amekuja mtu ananishambulia mimi, ananipiga mimi, lakini mtu huyu yuko nyumbani kwako wewe, ndugu yangu, umempokea, unampa na chakula, wala unamuelekeza na njia. Sasa nilikuwa nimeandaa hutuba niseme kuna haja ya kurudia upya Uislamu wetu. Tunasoma katika maandiko kwamba Muislamu anapotaka msaada, jamani huku na uwawa, jamani napigwa, taratibu za Kiislamu wewe unyanyuke useme, umsaidie mwenzako. Mbona hii haipo?
Mbona hii haipo? Hili jambo la kwanza. Kwamba Uislamu wetu kidogo una changamoto. Hili jambo la kwanza. Lakini jambo la pili. Na kumbuka hapa nimezungumza kipengele cha uhuru. Kwa Wairani. Kwamba Wairani wanachokitaka, wanataka wawe huru. Freedom. Nilikuwa najiuliza. Hivi Waarabu pale Mashariki ya Kati, Saudia na hizi nchi nyingine, na hizi nchi nyingine zilizoko pale. Hivi yale yaliyoko pale ndani ya zile nchi ni ya kwao? Vile viwanda vilivyoko pale na activity zote zilizoko pale ni vya kwao wao? Kuna vingine sio. Sijui kama wanachapao pale. Asilimia kubwa. Nilikuwa nafuatilia katika kufuatilia habari Emirate, zile nchi za Emirate. Hata wanao kontroli CCTV sio wao. Zile CCTV za usalama wa nchi yao pia sio wao. Lakini sio hivyo. Mimi nimekwenda hija mara nyingi. Nilikuwa kiongozi wa msafara wa hija kuanzia kwenye mwaka 2009 na 10. Shirika linalowalinda mahujaji na kusimamia mahujaji sio shirika wala sio kampuni ya Saudi Arabia. Sasa kuna mengi haya ukiangalia kidogo yanaleta tabu, yanaleta wasiwasi. Uislamu wetu Mashariki ya Kati kuna haja ya kuangalia. Lakini sisi tulioko Mashariki ya Kati pale tuko huru kweli? Kwa sababu kumbukumbu zangu mimi sikumbuki kwamba Irani imewahi kumchokoza jirani yake yoyote. Nisikumbuki hivyo. Yani sikumbuki ugomvi wa Irani na Omani. Sikumbuki ugomvi wa Omani na Saudia. Mbona ni watu wanaishi vizuri? Huu Shia na Usuni nini? Wanasema kwamba endapo Washia wakifanikishwa kuidondosha Israel, watapanua pia Ushia, kuna kuweza kuua Usuni. Wanaozungumza hivyo wanazungumza kweli ama ni propaganda inazushwa? Kwanza yani mimi huwa nakaa najua kwani Ushia ni nini? Kwa sababu mimi hapa Shia, mimi si ni Shia. Hapa si msikitini kwangu hapa. Usimbite msikitini hapo mheshimiwa. Kwenye huo msikiti amewahi kuja Chief Kadhi wa Tanzania, Sheikh Abdallah Mnyasi, Chief Kadhi wa Bakwata. Akatuswalisha hapo swala ya magharibi. Sote Mashia tukaswali nyuma yake. Akatuswalisha swala ya Isha tukaswali nyuma yake. Sasa mbona sielewi huo Ushia na Usuni nini? Sote tunaswali swala 5. Sote mtume ni huyo huyo. Sote tuna kibla kimoja ni Maka. Hija moja. Sasa natoka wapi ya mingi? Huu Ushia na Usuni natoka wapi? Saudi Arabia. Hapo Saudi Arabia tunaposema pamejaa Mashia wapo tu. Bahrain asilimia kubwa ni Mashia. Kuwait asilimia kubwa ni Mashia. Lebanon Mashia. Syria wapo. Huu Shia na Usuni wapi? Unatoka wapi? Ayatollah atakuwa kiongozi wa Waislamu. Kwa nini awe kiongozi wa Waislamu? Kwa sababu ana taifa na ana amri. Sana taifa lake, pana na mataifa. Atayakontrol na haya mengine, atumie mfumo wake. Inapotaja. Wenyewe sasa hiyo si haijatokea. Wanasema tunaangalia mwanzo njia zinavyoenda. Hiyo si haijatokea. Alafu okay. Tuseme Ayatollah yeye amefanikiwa atakontroli. Si ni Ayatollah huyu ambaye ametoa fatwa
kwamba ni haramu kutengeneza bomu la nyuklia kwa sababu ni silaha ya maangamizi. Mbona ana mantiki huyu Ayatola mwenyewe? Ni mtu mzuri. Okay, huyu Ayatola mwenyewe katika serikali yake, katika serikali yake kuna wawakilishi wa Mayahudi wako, kuna wawakilishi wa Wakristo wapo. Wakristo wako huru kwenye nchi hiyo kuabudu, Mayahudi wako huru, Ahlusunna wako huru kuabudu. Mbona hatuoni sasa hiyo inayosemwa? Kwa hiyo mimi nadhania kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia Sheikh Jalala, siasa maana yake ni sio hasa. Ina mambo yake. Ina mambo yake. Yaani kile tunachokiona sicho uhalisia. Sicho tunachoambiwa. Si tunachoambiwa. Kuna mtu hapa alikuwa anatuambia kwamba Irani kule Masuni hawana uhuru. Wa Irani hapa wakawaalika mashekhe wa Kisuni, wakaenda wakaitembelea misikiti. Wameona maajabu. Wameona maajabu. Ayatola yeye ana fungu lake analoipa misikiti ya Masuni na kujenga misikiti ya Masuni. Ndani ya taifa lake. Ndani ya taifa lake. Halafu Ayatola huyu kama ana nia mbaya, si ana nguvu. Mbona tunamuona kwamba yule ambaye yule nchi ambayo haijaweka wale wanaoita maadui zao ana tatizo na wao? Mbona ndio naosema hayo. Kwa kweli kuna haja kubwa, yani dunia, na ndio maana huwa katika darasa zangu natoa ushauri kwamba kitaifa, yani kama Mtanzania na kama mzalendo, huwa natoa ushauri sana kwenye taifa langu kwamba kuna haja kubwa sasa ya kuanza kufikiria upya namna gani tutaliendesha taifa letu. Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu mbona wale tunaoambiwa ndio vinara na ndio dira yetu kwenye demokrasia, mbona hawana demokrasia? Wale tunaoambiwa ndio dira kwenye jambo la haki za binadamu, mbona hakuna haki za binadamu? Yani kuna haja ya kuangalia mifumo yetu na tuendeshe nchi zetu kama tunavyoona sisi, kama tunavyoona sisi kabisa. Zimefika zama hizo, zimeondoka zama ambazo hata mafuta, kufaidika na mafuta yetu, pia mafuta tupangiwe kwamba mafuta lazima uagize kampuni fulani, lazima uwe na shirika fulani, nchi fulani ukiagiza mimi nitakamata meli yako. Wewe unakamata nani? Ndio navyoangalia mambo. La mwisho umeongea vizuri sana. Swali langu la mwisho kwa siku ya leo. Tunazungumza mambo mengi sana mazuri. Sasa hivi Tanzania kumekuwa kilio ni kimoja. Mafuta yamepanda sana bei. Jana nilikuwa nafanya uchunguzi wangu, lita moja imefika mpaka shilingi 3800 na point huko. Watu wanalalamika sana. Pengine hasa nini solution ya hiki ambacho kinachoendelea, na ushauri wako hasa kama kiongozi wa dini katika kipindi hiki, tuendane vipi hasa? Asante. Mimi ushauri wangu katika jambo hili la mafuta, na mambo mengi yatapanda kwa sababu nishati ya mafuta ni kitu muhimu mno na dunia tumeiona. Yani kuna kitu kizuri Tanzania ambacho tunacho. Sisi Tanzania ni nchi ambayo haifungamani na siasa ya upande wowote. Kabisa. Yani ndio asili yetu. Nadhania hiki ni kigezo kizuri cha kufanya sisi kutatua changamoto zetu za ndani. Sisi hatuna sababu ya kupangiwa kwamba tusifaidike na mafuta ya Urusi. Hala. Sisi sio watu wa kupangiwa. Kama Mwalimu aliweza kumtuma mzee Sabodo kipindi hicho, miaka hiyo alimtuma mzee Sabodo na mwenzake mmoja kwenda Irani kununua mafuta, kutuletea mafuta, aliwatuma. Tukapata mafuta ya rahisi. Ya rahisi alikuwa mzee Sabodo, sijui na nani wengine. Walikwenda tukapata mafuta ya rahisi. Kwa bei rahisi na kwa mkopo wa rahisi. Na sidhani kama tumelipa ile deni mpaka sasa, unaona. Naambiwa mpaka zetu tunadaiwa. Unaona? Sasa hebu ile akili ya Mwalimu ile ya kipindi kile ambacho mimi sina mfungamano na taifa lolote. Yaani mimi niko huru.
Hebu hii ni mahala pake kufanyika hivi sasa. Fanyike. Kabisa. Waende Irani, waende Urusi, tufaidike kila mahala penye mafuta. Kaagize. Kwa nini ziwe ni kampuni za nchi fulani hizo ndio zitupangie? Lakini pia nilikuwa rai yangu mimi. Jambo hili la mafuta liwe ni la nchi sasa. Yaani libebwe na nchi. Lisibebwe na watu hawa. Kuna mchambuzi mmoja anaita madalali. Lisibebwe na madalali. Libebwe na nchi. Sio la kifanya biashara. La, libebwe na nchi. China inaleta mafuta, ina mahusiano, tuna mahusiano mazuri na Urusi. Urusi tuletee mafuta ya bei rahisi. Tuna mahusiano mazuri na Irani, tuletee mafuta ya bei rahisi. Hakuna tatizo. Issue ya Hormuz hiyo ni issue yao. Haituhusu sisi. Uwezungumza vizuri sana. Nashukuru. Pengine hasa lolote lile la mwisho kwa watazamaji wetu, unalipi la kuambia sasa? Mimi la kuambia na lielekeza kwa vijana. Vijana na waonea huruma. Na waonea huruma kwa sababu tupo na kwenye kizazi ambacho hakipendi kupata tabu. Yani tupo na kizazi hakipendi kusumbuka. Ila kinapenda kuishi vizuri. Leo kiposti makala ya kurasa 2 sidhani kama kuna mtu atasoma. Kapita. Lakini ukituma klipu ina maneno 2 watu wote wata. Kwa hiyo vijana, hususan vijana wa Kiafrika na Kitanzania, kuna haja ya kusoma out of the box. Kuna haja ya kusoma nje ya vile tulivyosomeshwa, nje ya vile tunavyoona, nje ya vile tunavyosikia. Kuna haja kubwa kabisa. Tusipokuwa na upeo huo mkubwa wa kusoma nje ya boksi, vijana wanaweza kutumika kulisambaratisha taifa lao pasi na kutambua nani anawasukuma. Narudia tena. Vijana wanaweza kutumika vibaya wakalisambaratisha taifa lao pasi na kujua nani anayewapelekesha huko nyuma. Lakini ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu ya kuto kuyasoma mambo kwa upeo mpana, ni kuto kuyasoma mambo nje ya boksi. Kabisa. Nadhani hili ndio la kuelekeza kwa na pia nikupongeze pia, umekuwa ukizungumza sana katika umoja. Hasa nakumbuka nilikutana na clip yako moja, unazungumzia kuhusu Uafrika wetu, namna ya kutumia majina yetu. Kikweli nilipendezwa sana na ile. Na mimi kuanzia pale nikaanza kujiita Madaha. Sawa. Nikasema mimi niteni Madaha ndio jina ambalo nitaenda. Hasa hilo nilitoa kwako. Sawa, nashukuru. Kuna haja pia ya hayo mengine pia mmeyazungumza. Basi mimi niko tayari bwana. Karibuni sana kwenye studio zetu hapa. Tutazungumza mengi tu, hakuna tatizo. Sawa kabisa. Ila msije na siasa nyingi bwana. Sana. Mtazamaji wa Bongo Plus TV na 96 Link, asante sana kwa wewe ambaye umetazama kuanzia mwanzo mwisho. Nilikuwa nazungumza hapa pembeni yangu na Sheikh Medi Jalala, ameeleza mambo mengi sana kikweli. Mimi nimependezwa naye, amezungumza kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Amejaribu kuzungumza katika tafsida ambayo haiumizi upande wote, lakini kwa sababu yeye ni binadamu pia, pengine inawezekana katika yale maelezo yake yamekukwaza kwa namna moja ama nyingine. Tuwe razi kiukweli. Ukiangalia hata yale ambayo anajaribu kuzungumza, amezungumza katika haki, uhuru wa Afrika, uhuru wa dunia yetu hii, na uwezo wa kujiamulia katika mambo yetu. Pengine hasa na wewe unazokana una matamanio yako au uelewa wako wa kile ambacho unatamani ukisikia kupendeza na hiki. Pengine unaweza kutuambia bwana, na siku nyingine bwana, hebu zungumzieni na hiki hapa, badilisheni kwenye hiki. Lakini asante sana kwa sababu naamini watu wetu wote ambao wanatufuatilia ni waelewa na mnaelewa pia mitazamo kwamba inatofautiana pia. Mimi naitwa Victor Madaha, nyuma ya kamera kwa Riziki bwana. Asante sana wakati wako. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.